Kanae sana. Moja katika ugomvi wangu na yeye toka ameanza kazi. Anaomba sana ni mposti kumtambulisha. Nikamwambia wewe utafuta mademu na wote. Kwa hiyo usifanye tu kazi. Bwana mwenyekiti nitambulishe, watu waone kama mimi nimejiunga na Yanga. Leo mbele ya media zote. Bwana Claudio amejiunga na Yanga, idara ya habari tuko naye. Amekuja hapa kama mpiga picha, mtu wa video na ameanza kunawili. Nafikiri mnamuona. Claudio ambaye alikuwa anaishi na Pablo sio huyu. Kokoto juu. Kokoto limetulia sasa hivi amenawili kijana. Sio Claudio wa Pablo. Pablo mwangalie Pablo alivyo. Kama atakuelekea kwenye uzee anakuja kwenye utu uzima, lakini Claudio tayari amejipata. Pablo alikuwa anamfundisha Kifaransa. Sasa kinatusaidia. Kijana anapiga kokoto lake vizuri, ana cheni safi, haya gharama, katumia vifaa vya gharama, anapiga kazi yake. Tunaye King Mweta. King Mweta mtaalamu King, tunaye King Mweta hapa ambaye na yetu imeongeza kwenye idara. Una mwaka sasa hivi au bado? Miezi kama 7 hivi. Sasa huyu yeye apendi mambo ya kuposti, yeye anapiga kazi tofauti na Claudio. Huyu ana miezi 7 kwenye idara lakini hajawahi kutaka kuposti, yeye anapiga kazi zake. Tuko naye kwenye timu. Nafikiri mnamfahamu vizuri Bwana Mweta, uwezo wake, ubora wake. Alianzia kwa Mpenja. Alianzia kwa Mpenja, Alwata na Jeni Kishai. Kule kule. Ili baadaye amezunguka kufanya kazi na wasanii kidogo, si ndio? Naye ni mtu ambaye anaumizwa sana na mahusiano. Yaani katika vijana wangu kwenye idara ambao wana shida kubwa ya kimahusiano ni kuna wakati ofisini tu haji. Unajifungia ndani analia. Kazi kubwa. Mweta yuko wapi wiki hii? Mweta hapatikani katika simu. Na ndio kijana pekee kwenye idara anaongoza kuzima simu. Na akizima simu hana shida nyingine mahusiano. Hasa si mwenyekiti au darasa. Sasa si bado. Wewe mwenyekiti sehemu zote. Unajua kwenye kufundishwa na ukuaji una mengi. Kuna kufundishwa kwa vitendo na kufundishwa kwenye field. Sasa huyu yuko field. Unataka umwache apigwe tukio na nini, lakini kijana mzuri. Mahusiano tu ndio kuwa na bahati naye. Vijana wengine sio kwa wapi hapa. Tuna vijana 13 kwenye idara yetu ya habari. Vijana 13 ambao tuko nao na wanapiga kazi ipasavyo na nilikuwa idara namba 1. Lengo langu la kuwaita hapa ndugu zangu, kwanza waandishi wa habari, kuwakumbusha. Wewe labda mmesahau kidogo ni Machi 8, 2026. Leo ni Machi 8, 2026. Leo umetimia mwaka mmoja tangu klabu ya Simba Sports Club ikimbie dabi ya Kariakoo. Machi 8, 2025. Kwa hiyo leo ni anniversary ya minuno. Ni anniversary ya misuso, minuno, na tunakumbuka namna ambavyo walikimbia dabi. Kwa hiyo leo mkiwa mnaripoti habari zenu, msisahau Machi 8 mpira wa Tanzania unaadhimisha mikimbio ambayo waliifanya Simba kwenye dabi ya Kariakoo. Hilo tu. Hakuna maneno mengi. Msiwekeni kwenye kumbukumbu na leo pia ni anniversary. Ndio. Kwa sababu nina kampeni yangu ambayo tumeshauriana na viongozi wameniambia nianze wakati digital itaposimama katikati hapa. Tumeandaa keki moja kubwa sana. Keki moja kubwa sana ambayo hii ni kuvitembelea vyombo vyote vya habari ambavyo since vimeanzishwa havijawahi kuripoti, havijawahi kuchapisha habari ya Simba kushinda mechi ya Kariakoo dabi. Vipo vingi na hapa mbele yangu naona mtu kama wote hapa ambao toka mmeanza kazi kwenye vyombo vyenu hamjawahi kumuoji shabiki wa Simba mnajisikiaje leo mmeifunga Yanga. Hamjawahi kwenye media zenu. Mko wote hapa. Kishai hujawahi, nini? Wewe kwa media gani? Kwa media hujawahi, Mavala hujawahi, nini Mako Mzumbe hujawahi, wewe hapa TV ndo wajuzi kabisa, yani wewe hujaona hata kama wewe M15 hujawahi kuona Simba akiifunga Yanga. Wewe media gani? Wewe pia hujawahi. Wewe upo wapi? Azam. Hapa si ndio wao nyu kama hamjaona. Kwa kimsingi nyie wote wala miopo media gani? Wana TV pia hamjaona. Kweli wote nyie hamna aliyeripoti media zenu kwamba Yanga. Yaani kuna shabiki wa Simba unajisikiaje leo mmeifunga Yanga? Hamna hata mmoja mwenyewe clip. Kwa hiyo na nyie kuna keki zenu ambao nitakuwa nawaletea za anniversary.
wengine mmetimiza miaka 3, wengine miaka mingapi, zamani sana tukio hamjaliona. Kwa hiyo tukio tutakuja kulifanya wakati ligi iko imebreak kidogo, tutakuja kuagea keki na nyie mje muenjoy. Mmefanya kazi nzuri, lakini hilo hamjaliona. Yaani sasa hizi ikitokea Ava Media imekufa, Joe Priva fanya kazi mwingine ndo kawasili. Vita naye amefika kanisani, waziri wa vita kutoka kanisani naye ameingia hapa kwenye zoezi. Tuko naye kwenye idara yetu ya habari. Kitengo chake ni vita. Nataka kujua kitengo chake kinafanyaje kazi, wewe anzisha vita. Basi nashukuru jamani. Sawa sana.